22 verse 22. Kitabu ni Mithali 22 mstari wa 7. Anasema kwamba tajiri humtawala maskini. Umesema 7 kweli? Mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo. Mlee mtoto katika njia impasayo. Naye hataiacha. Naye hataiacha. Hata atakapokuwa mzee. Hata atakapokuwa mzima. Mzee au mzima. Bali hataiacha. Rudia tena. Kitabu ni Mithali 22 mstari wa 6 anasema mlee mtoto katika njia impasayo. Mlee mtoto katika njia impasayo. Naye hataiacha. Naye hataiacha. Hata atakapokuwa mzee. Hata atakapokuwa mzee. May God bless his word. Amen. We need to sit down. Or have your seat. Mlee mtoto katika njia impasayo. Naye hataiacha atakapokuwa mzee. Unaye mtoto mwingine huko nje anacheza kwa moto hapo. Tuligrow tukijua ya kwamba Christmas ni siku pekee ambayo Yesu alizaliwa. Manake tulifundishwa. Tulipata baba zetu na mama zetu, kuka zetu na babu zetu walikuwa wanaabudu kwa siku hii. Siku hiyo kwa mwaka mzima ndio unakuta babu amechukua kiti akapeana ikaenda na yai ya kuku. Pesa hawataki kutoa yai ya kuku siku hiyo. Ndio unakuta kwamba mpaka wakati wa leo hata katika hili kanisa ukiambia mtu toa, ni haki yako. Ukikosa kutoa ni kwa sababu baba yako hakuwa nani mtoaji. Sometimes afadhali ukawa mtoto wa mganga, kwa mtoto wa mchawi. Manake mchawi anajua kutoa nini? Sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchawi anajua kutoa sadaka. Mchawi atatoa sadaka jioni, usubuhi na mchana. Akiambiwa kuku inachinjwa, akiambiwa mbuzi inachinjwa, akiambiwa ng'ombe inachinjwa, akiambiwa kondo inachinjwa. Afadhali ukawa mtoto wa mganga na mchawi kuliko kuwa mtoto wa mtu ambao ni mlevi. Manake ni mlevi kweli. Lakini kuna kitu ambacho hafanya. Kutoa sadaka. Yaani siku ambayo babu zetu wangeenda kwenda kuomba, tena wasicheleweshwe, ni kwa masaa tu. Uimbwe wimbo wa kwanza na wimbo wa pili. Kabla wale wanazubazuba, mzee anasema kimera inataka kumwagika kwa nyungu. Anataka kutoka. Hata anaweza kasirikia ile fadha, manake yamepewa hafa nao wamemaliza mkutano. Kiti inatoka nyumbani. Ndio naona kwamba wewe unakuja unavunja viti hapa, lakini wewe mwenyewe hutajawahi kununua kiti. Why? Maana babu yako hakununua kiti kanisani, ama benchi alikuwa anatoka na yake nyumbani, akienda wapi? Anatangulia na ipatia mjukuu ama mtoto wake, abebe aende akamwekea. Anamwambia, "Uniwekee pale nyuma hapo nyuma, uniwekee pale." Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Unamkuta amebeba hiyo kitu na amebeba mayai kwa mfuko. Hiyo ndiyo anapeleka pale. Pesa yake ni ya kwenda kununua pombe akunywe. Ndio unakuta kwamba hata ukiwa hapa kama hutanielewa, ukatubu hiyo roho, hata ukipata mshahara, you will never know how to give to this God. Ndio unakuta kwamba hata ukienda kwa nyumba, sometimes I wonder, and vile na feel too bad. Kwa sababu Mungu alinituma
kwa tribe moja ambayo ni sugu sana, lakini iko karibu kuisha. Tribe ambayo hizo vitu ambazo nazungumzia. Unajua ni zingine zilikuja hapa hata ukizipatia kiti ya plastiki hazikai. Ni kiti ya plastiki inaweza kukalia kwa sababu gani? Hazijawahi kalia plastiki. Walikuwa wanakalia viti vya gold, viti vya mbao, viti ambao ni sofa za kifahari. Alafu unachukua plastiki unazipatia. Ili kanisa litaitwa la maskini. Ane maana niwaambia siku moja, enda tu pale kwa duka, mkachukue viti ambavyo ni vya chuma, vya sofa seti nzuri, mkuje mpange hapa viti vya chuma nzuri kama hizi mmekalia na zingine, mkuje mpange hapa vizuri. Walai. Alafu mchelewe kwa wiki ya kwanza, wiki ya pili mchelewe kuja hapa. Bila watu kuhubiriwa mtakuta magari imefanya nini? Imepangwa hapa kwa sababu wanakuja kukalia viti vya kifahari. Maana roho ya kuattract watu ni vitu wa vione. Mdosi akienda baada ya paki gari lake nje, ni kwa sababu hiyo kanisa iko na nidhamu fulani, iko na vitu mitindo fulani ambayo ya kiutajiri. Usifikirie maombi mengi ndio yanavuta watu na waleta kanisani. No. Even mkitaka tu vijana tu wajae hapa, wa kila namna. Leteni vyombo vya kila namna mwage hapa. Nisianze kulia hapana. Leta tu vyombo mjaze hapa. Leta drum sets zote mwende. Unakiguza hapa kakafiba kana. Wale vijana ndio wataja hapa. Wale wasichana ndio wataja hapa. Hata gitaa ziko hapa, kila kitu. Utakuwa na bendi moja ambayo ni kama kanisa hii yote. Si maombi vile mnafikiria. Nimekuwa nikiwaambia siku zangu na miaka yangu, maombi mtaomba, mtafunga, mtakesha, lakini minus tricks, tactics, there is nothing gonna happen. Kuna kitu kinafanyika. Lazima muwe na mbinu muundo msingi lazima muwe na. I remember, naweza kuwakumbusha wakati nilikuwa katika ninafanya mpanga wa crusades, nimekaa miaka inaelekea kama 5 hakuna crusades. Wakati nilikuwa nimeunda crusades, watu walikuwa wanapenda kwaya yangu ni kwa sababu kila siku iko na uniform yake. Praise the name of the living God. Am I right? Kila watu walitaka kujoin kutoka Morocco. And I was having a hard time kwa sababu kila kanisa lingekuwa na crusade linataka kwa yangu iende kadance. Hata mimi sijawaambia chochote, hawajakuja kuniomba mimi, hawajakuja kuniambia, lakini wamewakujia wao, wanawataka wafanye nini? Waende. Miundo msingi lazima ziwemo ndani ya kanisa za kuweza kuwakilisha vijana, wa mama na wazee. Lakini si maombi vile mnafikiri. No. Najua unaona kwamba neno hilo linaposema kwamba watoto tuwalee, tuwafundishe. Manake kama watakuwa wazima, hata wakiwa wazee watawaisahau doctrine za baba zao na mama zao. Leo tunakumbuka Christmas hii ambao wengi wamechoma, wana theolojia wakajua hii hakunanga mambo ya Christmas, hizi ni myth. Wakapeta kaneno wakasema Xmas, kuja ununue ukule ushibe bure, lakini mambo ya Christmas sahau. Hakuna kitu kama Christmas. Praise the name of the living God. Kitu ambacho hata katika Biblia yako hata ukitafuta, hakuna siku Yesu alisimama akasema ya kwamba mtakuwa na Christmas kwa ajili, au mtakuwa mnasherehekea na kutakuwa na kitu kinaitwa Christmas kwa ajili ya kuzaliwa kwangu. Hakuna. Kitu ambacho unaweza kupata ndani ya Biblia hii, first day of the week ambayo ni Sunday iko, lakini haijaambiwa ya kwamba tuicelebrate. Ni kwa sababu ilikuwa inakusanyika, walikuwa watumishi wa
mitume na wengine walikuwa nakusanyika kwa hiyo siku kwa sababu ya kumeka mkate wao kila siku wakicelebrate kufufuka kwake Yesu. Lakini hakusema hii ndio siku ya kufanya nini? Ya kuabudu. Siku ya kuabudu imeletwa na wapagani. Wapagani ndio wameleta hiyo kitu. Na watawala waliokuwa wanatawala enzi hizo ndio wameleta hiyo kitu. Praise the name of the living God. Amen. Hallelujah. Amen. In Jeremiah chapter number 52 verse 31 tunapata neno ambalo wanaosema kwamba Yesu, watu wengi wanasema kwamba Yesu alizaliwa tarehe 25 mwezi wa 12. Bali hapa katika Luka tunapata kwamba malaika anamtokea Miriamu mwezi wa nini? Wa 6. Anamwambia kwamba ewe uliyebarikiwa kati ya wanawake wote, utachukua mimba na utamzaa mwana, na muita jina lake Emmanuel. Au yes, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwezi wa 6, Yeremia huyu mmoja tunasema kwamba sikiliza, na huyu mwana atakayezaliwa atakuwa kama watoto wengine, atazaliwa kama watoto wengine. Wamama wote hapa mkipata mimba zinakuanga miezi 9, hiyo ndio mtoto ameruhusiwa miezi 9 azaliwe. Na ng'ombe pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo huyu Yesu alizaliwaje miezi 6? Na atakuwa kama watoto wengine. Mtakuja hapa baadaye. Nao Jeremiah anasema ni 52 verse 31. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa kuhamishwa kwake Yehoyakimu mfalme wa Israeli, mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12 siku ya 25 ya mwezi Merodaki mfalme wa Babeli, katika mwaka wa kwanza wa kutawala kwake, alimuinua kichwa chake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Kwa hivyo ni siku ambayo pekee yake katika Biblia nzima, kitabu Agano Jipya na Agano la Kale, inazungumzia siku ya 25 mwezi wa 12 wanamtoa mfungwa gerezani, naye alikuwa mfalme wa Yuda. Lakini mahali pengine popote hakuna. Hiyo si siku ya kuzaliwa kwake Yesu. No, ni siku ya kutoa mfungwa gereza. Leo hii hata uulize mtoto mgani, anakuambia kwamba hapana, ni siku ya Yesu kuzaliwa ndio maana. It doesn't matter. Bali kama utajifunza vizuri, hutakubali kuendeshwa na upepo. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Katika mwaka wa 336, miaka imepita kama 1600 na kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mfalme aliyekuwa anatawala Rome ulimwengu mzima alikuwa anaitwa Constantine. Wakati huo anahalalisha siku ya 12 au ya 25 mwezi wa 12 watu kuabudu. Praise the name of the living God. Amen. Si kuabudu tu, bali kusherehekea. Ni siku ambaye inaelezeka kwamba walikuwa wanaabudu jua. Praise the name of the living God. Amen. Lakini huo ndio mwaka ambapo aliambia watu wote waweze kuabudu. Ni kama vile ambavyo mfalme wa nchi hii anaweza kusema kwamba kuanzia leo siku yangu ya kuzaliwa itakuwa inafanya nini? Celebrated. Ama itakuwa inasherekewa. Si watoto wote na watu wote wanajua hivi. Praise the name of the living God. Tunakumbuka kulikuwa na mfalme
na rais wa nchi ambaye alikuwa anaitwa Moi. Kulikuwa na wanasema Moi Day. Bwana asifiwe sana. Si kulikuwa Moi Day. Na watu wote nchi yote walikuwa wanafanya nini? Wana celebrate hiyo siku. Maana mfalme amesema, lakini si Mungu amesema. Leo hii wakati ambapo yeye aliaga na uongozi ulipoondoka, baada mna celebrate Moi Day, ilienda wapi? Kenyatta Day mko nayo, ilienda wapi? Yeye akaweka akasema, kutokea leo inasema watu tarehe 25 mwezi wa 12 watakuwa wana celebrate ama wanasherekea kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Haleluya. Katika maisha ya Kristo mwenyewe akiweko katika dunia hii, hakuna siku aliambia watu kwamba mimi siku ya kuzaliwa kwangu itakuwa kuna celebratiwa kwa mwaka huu na mwezi huu. Praise the name of the living God. Hallelujah. Hallelujah. Leo hii vitu hizi zote ziko zinafanywa kazi. Kwa hivyo inategemea wewe kama utasoma Biblia, maana yake Mungu anasema kwamba asomaye na afahamu. Basi wacha kupigana na bwana yako kwa nyumba kwa sababu hajanunua nyama kwa mwezi wa 12 siku 10 siku 25. Wacha kuachana na bwana yako. Maana kuna watu natembea nakutana nao. Unamuuliza ndoa iko wapi, anakuambia kwamba mimi niliachana na bwana yangu tarehe 25. Ama tarehe 24 mwezi wa 12 ndio tuende tarehe 25. Makosa ni gani? Alikataa kununua nyama na nguo ya kupelekea mama yangu. Tarehe moja gani? Tarehe 25. Ikafanya mimi tukakosana na Bwana mpaka wakati wa leo. Ndoa ikaishia hapo mpaka wakati wa leo. Praise the name of the living God. Siku isifanye ukakosana na ndoa yako. Ama ukakosana na mtu. Ukakosana na baba yako kwa sababu hajakununulia nguo ya kuvaa. Stop nonsense stupid. Praise the name of the living God. Amen. Yesu ni mwisho wa sheria. Ni mwisho wa kuamini. Muamini. Acha mambo mengi ndani ya maisha yako. Muulize kitu atakwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Constantine anafanya maneno tofauti. Mtawala huyu. Sabbath day ilichenjiwa. Leo hii hata mimi nitakileta hapa kanisa, kwa mimi hata sipishani na yeye kwa sababu gani? Yeye akileta analeta ya Sandelo. Bwana asifiwe sana. Mimi niko Sabato. Sabato tunapatania wapi? Si mimi namaliza siku yangu vizuri. Na wao wanakuja kesho, wanapiga kesho. Kama ingelikuwa ni tuko Sunday, tungeelewana. Maana tuna maiki hapa zinavutananga na hizo zingine. Unasikianga hii imefuta hiyo, maneno ya huko juu inahubiriwa hapa. Bwana asifiwe sana. Ukiongea hiyo inaenda huko, wanakusikiliza hapa juu, wanakusikiliza hapa juu. Maiki hizi ziko zimefunguka. Sasa basi tungekuwa tunabishana. Lakini sasa mimi sina fujo na sina shida na sina vita na mtu yeyote. I'm independent. Karibu hii area yote I'm independent. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikawaambia enda kazini ajiriwa, lakini mwambie mimi siku yangu ya kuabudu ni siku fulani, hata kunyima atakupa nafasi ya kwenda kuabudu. Sunday nenda ukafanye kazi kama kawaida. Bwana is first day of the week. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii siku ambayo inayevuma sana inaitwa nini? Sunday. Praise the name of the living God. Who changed it? Mwaka wa 321 Constantine akasimama akachange. Bwana Yesu asifiwe sana. Akachange. Na ujue hii ni miaka mingi sana. Bwana asifiwe sana. Unajua mwaka wa 321 AD. AD inamaanisha nini nyewe wasome? After what? After what? Death of Christ. Bwana asifiwe sana. Miaka 1600 na kitu. Ama 700. Na ngapi? Na 4. Miaka 1704 imepita toka watangaze ya kwamba watu waabudu. Unafikiri kwamba leo hii si watu wote watakuwa wako katika hiyo kitu? Kwa sababu miaka imepita mingi sana. Hakuna mtu anayejua hiyo historia. Na unajua kwamba
waliopotelea. Wanasema ya kwamba chuma hunoa chuma. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo wewe ukiwa unajua vitu, fundisha wengine ile ambao unajua. Maana wewe unajua, unaenda shule kwa sababu gani? Kuna walimu wanajua zaidi ya wewe, wafanye nini? Wakufunze. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo ukikuja hapa, nami nafaa niwe nimejua zaidi nikufunze. Chuma inanoa chuma. Wewe ni chuma na mimi ni chuma. Wacha tunoane, tupate kuelezana ukweli, tukae kwa ukweli. Katika Proverbs 27 verse 17. Chuma kunoa chuma. Praise the name of the living God. Amen. Jamaa akasimama akachange. Hiyo ni siku ambayo ilikuwa yake ya kuabudu, ilikuwa ni siku ambayo ya jua. Bwana asifiwe sana. Katika ancient time watu walikuwa wanaabudu vitu fulani. Wanaabudu mwezi, wanaabudu jua, wanaabudu nyota, wanaabudu mpaka wakati wa leo. Kuna family fulani ukitaka kuuliza, wana mnyama wao ambao ni simple yao. Bwana asifiwe sana. Simple yao kama ni mnyama hippopotamus, lion. Kenya wana celebrate lion. Bwana asifiwe sana. Uganda wana celebrate kitu gani? Inaitwa nini? Inaitwa nini? Kama niambi fulani ya Uganda maandiko mnyama gani? Mnyama ama mndege? You see, sasa ninyi mnaabudu nini? Kwa hivyo huyo jamaa ukipatikana unapiga hiyo kilauni, mnakosana 7 years ndani. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni nchi ya Mori. Hallelujah. Na wenda Tanzania utakuta kuna kitu wanaabudu. Wenda Rwanda kuna kitu wanaabudu. Ndio unakuta kwamba katika ancient times, wakati wa mfalme huyu, hiyo ilikuwa ni wakati ambapo ni wakati wa jua. Kwa hivyo ilikuwa inaitwa sun, ni siku ya jua. Kwa hivyo akachange, maana yeye mwenyewe hiyo siku alikuwa na celebrate. Kwa hivyo akachange siku ya kuabudu ambayo ni ya Sabato, akarudisha katika Sunday. Bwana asifiwe sana. Maana alikuwa mfalme anatawala dunia yote. Kwa hivyo hakuna mtu angefanya nini? Angemzuia. Praise the name of the living God. Na ndio unajua Yesu mwenyewe hakuwahi kuabudu siku hii. Praise the name of the living God. Yesu alikuwa katika sinagogi siku ya Sabato. Luke chapter number 4. Praise the name of the living God. Luke chapter number 4. Nataka kusoma kitabu moja na kitabu na wakati wa yeye na wakati wa mitume. Tuachane. Unajua hii ninapoongea utaenda mahali uanze kusema kama mimi naabudu siku ya Sabato, watu mwanze kubishana na una kitabu hata kimoja. Leo ninaongea, wewe unanichukulia kama mchezo. Ndio nakutaka hata Muislamu akukuwini, uende wapi? Katika Uislamu kuna kitabu ako nayo. Na kwa sababu wewe una kitabu ya namna yoyote, Yesu angeweza kuwiniwa ni kwa sababu alikuanga na maandiko ndani ya akili zake. Anasema imeandikwa. Watu wanafanya nini? Wananyamaza. Praise the name of the living God. Luke chapter number 4. Akaenda Nazareti. Hapo Luke chapter number 4 verse 16 to 17. Akaenda Nazareti hapo alipolelewa. Na siku ya Sabato. Siku ya Sabato, huyo ni Yesu mwenyewe. Akaingia katika sinagogi. Sinagogi ilikuwa ni nini? Sinagogi ilikuwa inaitwa kanisa. Bwana asifiwe sana. Ilikuwa inaitwa kanisa. Ni nini? Haleluya. Unaona hizi misikiti ambazo zinajengwa za Waislamu, pia hiyo mahali ilikuwa hivyo. Bwana asifiwe sana. Hiyo ndio sinagogi. Hata Wayahudi kuna jengo hivyo. Kwa hivyo akaenda kwenye msikiti huo, ama haikuwa msikiti imechenjiwa, ndio katafute mwaka waliochange ndio waite msikiti, lakini kunaitwa sinagogi. Akaingia katika sinagogi. Akaingia kwenye sinagogi. Kama ilivyokuwa desturi yake. Kama vile unasikia ilikuwa nini? Kama desturi ya kuabudu mzuri kwa Bwana Yesu ilikuwa ni Sabato. Ilikuwa ni Sabato. Akasimama ili asome. Akapewa chuo cha nabii. Akakifungua chuo hicho. Akatafuta mahali palipokuwa pameandikwa.
Tafuta mahali ambapo kumeandikwa Roho ya Bwana yu juu yangu. Kwa maana amenitia mafuta. Maana amenitia mafuta. Kuwahubiri maskini habari. Ni wahubiri maskini habari njema. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Amenituma kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Na vipofu kupata kuona tena. Na vipofu kupata kuona tena. Kuwaacha huru walioonewa. Kuwaacha huru walioonewa. Na kutangaza mwaka uliokubalika wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Ni siku gani wakikuuliza